Wanawaambia sasa, ninyi mtasema huyu kaibiwa nyeti, halafu mkishasema ameibiwa nyeti, sasa ninyi wakati anapigwa, ninyi ndo mtakuwa mstari wa mbele, mnampiga na ninyi, ila msimpige sana. Kama nilivyoeleza, mimi ni kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi. Kuna baadhi ya mambo moja kwa moja yanaleta laana automatic. Ninaposema laana, mmejikuta mmekutana na watoto wa matapeli, mmewaoa. Mmejikuta wanawake mmekutana na vijana wa matapeli, wamewaoa. Mwisho wa siku maisha yanakuwa ni mtihani, na mwisho wa siku maisha yanakuwa ni vikwazo kila wakati. Sasa mnaweza mkaniuliza, mfalme, sasa hiyo nayo ina uhusiano gani? Nimeeleza wazi kwamba kila unachokifanya kinarekodiwa kwenye anga hewa. Kila unachokifanya kinarekodiwa kwenye dunia. Kila unachokifanya utakiwajibikia na utakijibia. Ninaposema hivyo nina maana kubwa, na ndio maana wakati mwingine kuna maneno yamekuwa yakitumika kwamba malipo ni hapa hapa. Usije ukahisi kwa sababu una uwezo mzuri sana wa utapeli kwamba utatapeli tu afu utapata fedha afu fresh tu, halafu naendelea na maisha yako. Haiwezekani. Mungu alituumba tuishi kwa wepesi. Ugumu wa maisha watu wanausababisha wenyewe. Sasa kama unaweza ukajipanga ufungue ofisi, halafu utapeli watu, unahisi hapo kuna baraka? Na ndio maana inafika hatua watoto wa matapeli wanaishi na ile baraka ya wazazi. Mkiangalia hata katika vitabu vya maandiko ya kiroho, mtaona wazi kwamba imeandika, nami nitawapa laana kizazi cha 3 na cha ngapi? Sasa hiyo laana inatoka wapi? Laana inatokana na matendo yaliyotendwa. Laana inatokana na matendo yaliyofanyika. Na ndio maana nimekuwa nikiwaambia kila siku, matapeli, tafuteni kazi, fanyeni kazi. Muda wa toba, muda wa kuweza kuomba ridhaa ya msamaha kwa ya Mungu ili muweze kuendelea na maisha kwa kadiri ya ilivyo, upo. Maana sio kwamba ukiwa tapeli ushatapeli ndo basi, hapana. Wapo viongozi wa kimila, wapo viongozi wa kiroho, wanaweza kukusimamia na wakakusaidia jinsi ya kuondokana na laana ulioipata kwa utapeli uliofanya kwa miaka mingi, na maisha mengine yakaendelea. Na usipofanya hivyo, jua wazi kila ulichokifanya hakika kitakurudia. Umefanya uzuri, umejifanyia mwenyewe. Umefanya ubaya, umejifanyia mwenyewe. Na ndio maana nimekuwa nikiendelea kuwashauri kwamba jitahidini mtafute kazi za kufanya. Kama nilivyoweza kueleza vijana kuwajibika, ninaendelea kufurahi kwamba hapa nchini Tanzania kumekuwa na wimbi kubwa pia la vijana ambao wanawajibika, hususan katika mitandao ya kijamii. Waandishi wa habari mtakuwa ni mashuhuda wa jambo hili, lakini ndugu waandishi wa habari, naomba nichukue nafasi hii pia kuwaambia wazi kwamba tumieni vizuri media zenu. Jitahidini sana kuepukana na mambo ya taharuki. Jitahidini sana kuepukana na mambo ya taharuki yasiyokuwa na lazima na yasiyokuwa na umuhimu na msingi katika jamii zetu. Ninapoeleza hivyo, nina maana kubwa. Katika kipindi hiki kumejitokeza wimbi la kuibiwa nyeti. Nadhani mmeona wimbi hilo, na wengine hata wakipigwa wakipoteza maisha. Kama ni masuala ya mila, jadi, asili na utamaduni, mimi ndiye Mfalme Dr. Fadhili. Ninafahamu mila ilivyo, ninafahamu nguvu ya asili ilivyo, ninafahamu utendaji kazi wa nguvu za asili. Jambo hilo lilivyoingia katika jamii, halikuingia katika mfumo thabiti. Ninaposema hivyo na maana gani? Mengine yalikuwa ni taharuki za mkumbo. Hakuna aliyeibiwa nyeti. Naomba mnielewe. Hakuna aliyeibiwa nyeti. Ninaeleza hivyo kwa sababu nimepokea taarifa kutoka kwa msemaji wa Jeshi la Polisi nchini Tanzania. Amenithibitishia wazi kwamba wale wote waliosema wazi kwamba wamepoteza nyeti, walipoitwa wakakaguliwa na katika maeneo maalum, walithibitika kuwa na nyeti zao. Sasa hapo ni jambo gani linafanyika? Jueni wazi kwamba wakati mwingine mnaweza mkapeleka taharuki ya utapeli. Ni matapeli wachache waliojiandaa kuweza kutafuta riziki kwa kutumia taharuki za namna hiyo. Na ni bahati mbaya kwamba wengine wanaohusika na tiba za asili wamekuwa na utaratibu wa utapeli wa wazi. Wanaandaa vijana, labda ni vijana 10, labda ni vijana 20, labda ni vijana wangapi, wanawapa hela ndogo tu kwa sababu hawana uwajibikaji, na wenyewe wanarubunika kwa sababu hawana majukumu. Wanawaambia sasa, ninyi mtasema huyu kaibiwa nyeti, halafu mkishasema ameibiwa nyeti, sasa ninyi wakati anapigwa, ninyi ndo mtakuwa mstari wa mbele, mnampiga na ninyi, ila msimpige sana. Sasa wakiwazidi nguvu raia, hamtawatoka. Ndio maana nasema acheni utapeli. Utapeli utawaletea matatizo. Kuna baadhi ya watu wameshapoteza maisha. Hii ndiyo ofisi yangu na hapa ndipo kwenye himaya yangu. Hapa tumekuwa tukihusika na mambo mengi tofauti tofauti, yakiwemo ya kuwasaidia watu kisayansi na kiroho.
Sasa ikiwa itaonekana kuna wengine wamefika na wakaona wazo tumekosa pa kulala, tumekosa pa kupumzika, nimejaribu kutengeneza maeneo mengi sana kwa ajili ya kufikishia wagonjwa wangu au wateja kutoka maeneo mbalimbali. Nina wateja kutoka Zambia, nina wateja kutoka South Africa, nina wateja kutoka Marekani, nina wateja kutoka Kongo, nina wateja wengine wanatoka hapa Tanzania, lakini mikoa ya mbali. Tumejaribu kuleta sehemu ya mapumziko ambapo tulikuwa tumeandaa vyumba 20, vyote tayari tumeona vimejaa. Na kujaa kwake si kwamba wanakuja wanaishi, hapana, ni ile tunapokea, wanakuja, wanafikia pale kwa mapumziko kidogo, wanaondoka. Tumeweza kuandalia tena eneo rasmi ambalo pia tutaweza kuwafikishia maeneo hayo. Tumejenga jengo letu ambalo hilo jengo watakuwa wanafikia wahitaji wetu au wateja wetu kutoka maeneo mbalimbali duniani. Kama nilivyoeleza, na wateja kutoka sehemu mbalimbali duniani, nina wateja kutoka Amerika, na wateja kutoka Canada, nina wateja kutoka Kongo, na wanapokuja wakati mwingine hawana ndugu, na wengine pia wakiwa hawana fedha kabisa. Sasa katika maeneo hayo tumejiandaa kujenga jengo lingine hapa hapa ndani ya compound ambalo itakuwa na uwezo wa accommodate watu 40. Kama nilivyoeleza mwanzo, tulikuwa tumeaccommodate watu 20 ambao wanaingia na kutoka, lakini sehemu hiyo imezidiwa. Kwa tumeamua kuandaa jengo la ziada ambalo mpaka hapa ninapozungumza liko hatua ya 70%, bado 30% peke yake. Kama nilivyoweza kueleza, kuna baadhi ya vingine vinakuja kama taharuki ya mkumbo. Hakuna huduma rasmi ambayo inahitaji viungo vya mtu, isipokuwa wanaoweza kufanya hivyo ni matapeli tu. Na ndio maana hata wale ambao wakati mwingine wanaagizwa vitu vya namna hiyo wamejikuta wakiishia pabaya. Sasa imagine umemlipa hao wanaojiita wataalamu wa tiba asili, amekutuma vitu hivyo, umeenda kupambana navyo, umepata au umekosa, unaishia kukamatwa, unaishia gerezani. Mwisho wa siku yeye hayupo. Na ndio maana nikaeleza inabidi vijana mjichuni katika utafutaji, vijana inabidi mjichuni katika majukumu, fanyeni kazi. Vitu hivyo havina sehemu yoyote ambayo vinahitajika katika masuala ya jadi, asili na utamaduni. Na kama nilivyoeleza, mimi ni kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni. Ninazifahamu nguvu za asili, nimerithi kutoka kwa babu na babu zangu kuhusiana na jukumu hili, na ninapokea taarifa za kiroho. Hakuna sehemu ambapo panahitajika viungo vya watu kwa sababu ya tiba. Ndiyo maana kama kiongozi wa kimila ambaye na mimi nimepata taarifa kutoka sehemu mbalimbali duniani, maana wengine mtaanza kujiuliza, waandishi wa habari, Mfalme Dr. Fadhili, kwa nini unazungumza kwamba umepokea taarifa nchini Marekani, umepokea taarifa nchini Canada, umepokea taarifa Kongo? Wewe ni nani? Kama nilivyoweza kujitambulisha, mimi ni Mfalme Dr. Fadhili, kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni kutoka himaya ya Nyarutambwe, Manyovu, Kigoma, Tanzania. Na himaya yangu kama kiongozi wa kimila ina watu 285,000. Lakini nje na cheo hicho, mimi ni kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi kwa dunia yote, worldwide. Na nina masomo ambayo nimekuwa nikifundisha vijana juu ya habari ya uwajibikaji. Nina masomo ambayo nimekuwa nikifundisha vijana juu ya jinsi wanavyoweza kufanikiwa kwa wepesi, pasina kutumia ushirikina mbaya ambao unahitaji viungo au nyeti za watu. Ndiyo maana ninapokea taarifa kutoka maeneo mbalimbali duniani. Sasa kwa kuwa nimepokea taarifa hizo, ndiyo maana nikaona ni vizuri niweze kuongea na matapeli kupitia media hizi, na niendelee kuwashauri na kuambia wazi kwamba utapeli ni kitu kibaya sana. Kutapeli ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni jinsi utakavyoishi na wewe utapeli mpaka unazeeka. Wakati mwingine unaweza kujikuta umeandaa mfumo thabiti mzuri kabisa wa utapeli na umefanikiwa na unajipatia kipato kabisa kutokana na utapeli wako, lakini unaathiri watoto wako, unaathiri familia yako. Nimeelezea wazi kwamba kuna baadhi ya ndoa zinaharibika kwa sababu wazazi wamekuwa ni matapeli, wanalaana za midomo ya watu wengi. Maana kumbuka, hakuna utakaye mtapeli asimulilie Mungu, hakuna utakaye mtapeli asipambane. Kila yeyote utakaye mtapeli lazima neno lako, jina lako atalitamka kwa ubaya. Sasa kwa nini muendelee kutamka kwa ubaya katika dunia hii? Na kumbukeni, niliwaambia maswala yanayohusiana na malipo ni hapa hapa. Ukitenda wema umejitendea mwenyewe, ukitenda ubaya umejitendea mwenyewe. Na kwa sababu za namna hiyo, kama umewatendea mabaya watu, wanapotamka yale maneno yanachukuliwa
na maisha ya mtu niliwaambia ni memory card. Maisha ya mtu ni memory card. Kila unachokifanya kinarekodiwa. Kila unachokifanya hakirekodiwi na ninyi waandishi wa habari. Yapo ya Mungu yanayorekodi mambo hayo na yanajibiwa. Ndio maana wakati mwingine unaweza kuhisi mimi ni kitapeli kwa siri, maana mfalme amesema matapeli wengine wameshaingia kuandika hata mtandao, wameshafungua na ofisi. Hata ofisi sina, mimi ni kwa siri sijulikani. You just do it. Ipo siku utaregret. Ipo siku utajuta, kwa sababu hakuna siri katika kuishi. Siri ni kwa sisi viumbe kwa viumbe, lakini kwa Muumba na yake anayotenda hapana siri. Na ndio maana kuta kwamba unaweza kujiajiri kwenye utapeli, ukajikuta unapokea laana ambazo zinakuvaa wewe na uzao wako. Unashangaa mtoto wako ni mzuri, ila anaolewa na achika tu. Unashangaa mtoto wako anajituma, anajitahidi, anaenda kwenye maombi kila nyakati, anafanya ibada, lakini yeye mwizi. Unashangaa kanazaliwa katoto kwenye mtaa, kaezi kweli kweli, kumbe baba tapeli, babu tapeli. Ndio maana nikasema wazi kwamba unapokuwa umeingia kwenye masuala hayo, ni heri ukajua kwamba ipo siku utapeli wangu utaniletea matatizo. Kama ukichuni hapo, ndipo utaanza kuwatafuta viongozi wa kiroho wanaokusimamia, au katafuta sisi viongozi wa kiroho katika misingi ya jadi, ili tukupatie maelekezo ya jinsi ya kuondoka kwenye utapeli huo na jinsi ya kupokea zingatio la msamaha kwa utapeli ambao umekwisha kufanya, na uache kabisa. Maana kuambia tu acheni, mwisho wa siku mtasema mfalme, sasa tumeacha, lakini tulishatapeli sana, tutafanyaje? Nimekubali kutoa ajira pia, na nilikubali kuwafundisha wale watu wa tiba asili wanao tapeli, waliojitangaza wao ni watu wa tiba asili hali ya kuwa sio waganga na hawajui tiba asili. Nilishauri kwamba ikiwa umegundua kwamba ni jambo ambalo unahisi unalitamani ila haulijui, usiendelee kutapeli watu. Nimekaribisha watu hapa kwenye himaya wanaotamani kujifunza, waje niwafundishe, kwa sababu mimi nimesimama na masuala ya tiba za asili kwa muda wa kutosha. Nimewasaidia watu wengi sana kuwafundisha na kuwasimika katika masuala ya uganga katika utaratibu wa kisheria.